kabla ya mifumo hii ya taksi mtandao kuingia, tumekuwa na taksi kwa miaka mingi sana, na nimepata kusikia taarifa mbalimbali za kampuni kama ya kwenu ikipata tabu kwenye nchi kwa sababu ya vita ambayo inapigana. Wapi mmepata challenges za namna hiyo? Unakuta mnafika, lakini wamiliki wa taxi wa nchi hizo wanaandamana, wakati mwingine wanaikataa hii mifumo. Wapi mmepata hayo matatizo? Kwa adopted kukubali Jambo jipya sio rahisi, na mfano ambao mimi siku zote huwa nautoa ni jinsi gani ambavyo, kama unakumbuka, M-Pesa ilivyokuja kupicha, watu walikuwa wanahisi kwamba utaibiwa hela yako, ni utapeli. Na watu ambao walikuwa ni super dealer kipindi ile walipiga hela sana, walitajirika, watu ambao walikuwa ni agent wa mwanzo. So Dar es Salaam pekee tulipata challenge kwa vikundi vya madereva walikuwa nafikiri sisi ni wanyonyaji, hatuwezi kuwapa, tunakuja tu kuchukua kwao. So ilikuwa ni challenge. Hata nakumbuka tulivyoenda Mwanza, it was a battle, lakini baada ya adoption, kwa sababu industry yetu au teknolojia yetu sio kuwa biashara ya taxi au biashara ya usafiri, bali sisi tunakuja ku add value kwenye biashara.